Yo, msanii wa Bongo Flava kutoka hapa nchini Tanzania ambaye alikuwa chini ya lebo ya WCB Wasafi, Mbosso Khan, bana baada ya kuweza kutoka WCB ameonekana kabisa akiwa na ukimya wa kutosha kabisa, na baadhi ya watu kuanza kusubiri kwamba ni kazi gani ambayo ataweza kuiachilia, yani ni wimbo gani ambao utakuwa ni mpya kabisa wa Mbosso Khan. So Mbosso amekuwa ni mmoja kati ya watu ambao anawachanganya sana mashabiki wake katika siku za hivi karibuni. Yote hii ni mara baada ya kuweza kuziweka posti zake zote achieved, lakini pia aliweza kupost bana kupitia ukurasa wake wa Instagram pale rangi ya kijani ikiwa inaonekana pale, hata pia kwenye upande wake wa profile iliweza kuonekana rangi ya kijani. Sasa siku ya jana kupitia ukurasa wake wa Mbosso Khan, ambao huu ni kama vile kurasa ambayo inampa backup Mbosso Khan, ambayo inakuwa inazungumza kuhusiana na habari ambazo zinajiri za msanii huyu. So ni kwamba kupitia ukurasa wa Khan FC wao wameweza kupakia video ambayo Mbosso alikuwa yupo pale Basata bana siku ya jana, ambapo alitembelea ofisi ya Basata kukutana pamoja na mtendaji wa taifa Dr. K Mapana. Walienda kujadili kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo yanaendelea kwenye masuala mazima muziki. Kuna baadhi ya watu ambao wao pia wameendelea kucomment baada ya Mbosso kuweza kuwasili Basata na kuendelea kujadili mambo kibao yanayohusiana na masuala muziki. Sasa hawa ni mashabiki wa Mbosso Khan, lakini pia kuna baadhi ya watu ambao pia ni wadau wa muziki kutoka hapa nchini Tanzania wametoa jumbe zao. Sasa kuna huyu ambaye anasema kwamba nyimbo ishapitishwa Basata, huu ni muda sasa uiachie sasa kaka Mbosso, akawa amemtag pale. Lakini pia kuna huyu hapa ambaye anaonekana kabisa ni shabiki kindaki wa Mbosso Khan, ambaye hata pia kwenye profile yake ameweka rangi ya kijani, ameweka emoji fulani pia za motomoto kama comment. Lakini pia kuna huyu ambaye anasema kwamba anasaini mkataba wa kununua shamba la miogo, au ndo nini, kitu gani ambacho kinaendelea kwenye hiyo rangi ya kijani. Huyu ni shabiki ambaye ametoa mtazamo wake kwenye uwanja wa Khan FC, ambao wao wameweza kupakia habari hii hapa kuhusiana na Mbosso Khan kuweza kuwasili pale Basata. Sasa Mbosso amekuwa ni moja kati ya wasanii ambao wamekuwa wakiwa wanaendelea kutoa track za kutosha kabisa za kuendelea kuipamba bana bendera ya CCM, chama ambacho ni chama tawala kwa sasa hivi kwa hapa Tanzania. So wimbo wake wa mwisho kabisa kuweza kuachiria Mbosso Khan ulikuwa ni wimbo ambao unakwenda kwa jina la Tumemchagua Samia, ambao mpaka sasa ukiwa na jumla ya watazamaji 49 kunako mtandao wa YouTube ukiwa na miezi mitatu. Sasa huo ndo umekuwa ni wimbo wa mwisho, lakini posti yake ambayo ina rangi ya kijani kupitia ukurasa wake wa Instagram bado unazidi kuwachanganya watu kwamba pengine ni ngoma ya CCM ambayo ndo inafuata, kwa sababu tunaelekea kwenye masuala mazima ya uchaguzi, au kuna kitu gani ambacho kinaendelea. Kila mtu yupo excited sana kuweza kujua ni kitu gani ambacho kitakuja bana kwa Mbosso Khan, lakini amekuwa ni moja kati ya watu ambao anawaacha bana mashabiki wake wakiendelea kuwa na maswali ya kutosha kabisa. Na siku chache ambazo pia ziliweza kupita, aliweza kuinspire baadhi ya watu baada ya kuweza kubandika post, ambayo post hiyo ilikuwa inapatikana pale kwenye Insta story yake ikiwa inasomeka hivi: pengine kuna changamoto ambazo unazipitia, hata rafiki zako, ndugu zako, mpenzi wako, wazazi wako, watoto wako au familia yako kwa ujumla hawazifahamu. Umechagua kupambana bila wao kuwatia unyonge. Trust me, hilo nalo litapita, kila kitu kitakuwa sawa. Akawa ametumia background voice ambayo ni wimbo wa Shida. Sasa watu wakawa wamehisi labda kuna track ambayo ipo njiani ambayo itakuwa inaendana sana na wimbo wa Shida. Na kama unavyofahamu kwamba Mbosso amekuwa ni moja kati ya watu ambao wana inspire watu kupitia nyimbo zao, hata pia ambapo waliweza kuingia WCB Wasafi for the first time, hata wimbo ambao uliweza kumtambulisha ni wimbo ambao unakwenda kwa jina la Haijakaa Sawa. So huo ndo wimbo ambao uliweza kumtambulisha Mbosso pale Wasafi, kipindi ambacho anatambulishwa, na watu wengi sana walifurahi cause ilikuwa ni moment fulani hivi ambayo ilikuwa ina faraja. Lakini pia kupitia wimbo huu hapo ambao ulipendwa na watu wengi cause uliinspire baadhi ya watu, lakini pia uliweza kuonesha maisha fulani vya kimtaani. Sasa Mbosso pia ameonekana kuinspire watu kupitia ujumbe ambao aliweza kupakia kupitia ukurasa wake wa Instagram pale Insta story. So sasa hivi mimi pamoja na wewe tumekaa mkao wa kula tukiendelea kusubiri ni jambo gani ambalo Mbosso atakuja nalo this time around. Pengine labda kwa story zote ambazo zinaendelea kujiri ndani na nje ya mipaka Tanzania unatamani kuzijua, mdau wa burudani, make sure kwamba una subscribe, lakini pia usiache ku drop comment yako kwenye comment hapo, utakuwa umetisha kinoma noma. Till next time, bye bye.